Saa mbovu haitaweza kuonesha majira sawa sawa. CCM umekuwa ni saa mbovu. Viongozi wako wamekuwa ni saa mbovu. Hawafai kwa majira yoyote. Sio kiangazi wala masika. Mungu amewaonya mara kadhaa. Amewaita mara kadhaa. Amewakumbusha mara kadhaa. Mara zote mmekaidi. Mmebaki na kuzimu, mmebaki na miungu, mmebaki na machifu, mkidhani ndiko kutoka kwa msaada. Kwa bahati mbaya, nchi hii ya Tanzania iko chini ya mapenzi ya Mungu. Ni nchi ya agano la mwisho. Ni nchi ambayo sanduku la Mungu liko hapa. Ndani ya sanduku iko fimbo, mapigo. Ndani ya sanduku iko mana, chakula kitamu. Ndani ya sanduku iko sheria, amri za Mungu. Na yuko mjumbe hapa, Nabii Musa, mwenye kumiliki na kuongoza sanduku hili. Haya yanayoendelea, msidhani yanatoka mbali. Msidhani yanakuja tu hivi hivi. Ni mapigo yanayoachiliwa na mjumbe huyu kuhakikisha waovu wanatoka na mapenzi ya Mungu yanatawala. Huu ndio wakati wa Mungu. Hiyo ndio huruma ya Mungu kwa watu hawa. Maana hii ni nchi teule. Ni Israeli ya leo. Ni Yerusalemu mpya. Ni mji mtakatifu ambao Mungu katika nyakati hizi amepanga kuonekana hapa. Utukufu watu wanaotafuta uko hapa. Nuru ambayo watu wanaiota iko hapa. Mwanga ambao watu wameona kwa maono mbalimbali ya kuwa Afrika, dunia nzima ni giza kasoro Tanzania. Mwanga huo ni madhabahu hii, ni Nabii Musa. Wengi walijui, na wako watumishi wanaojua, lakini wanaogopa kuwaambia ukweli watu wao, kwa kuogopa waumini wataondoka, mali zitaondoka kwao, watakosa sadaka. Ni ujinga wa hali ya juu sana. Wako watu wengine Mungu amewaonyesha, manabii na mitume, kinachoendelea kwenye nchi hii, lakini wamekaa kimya wakiogopa mamlaka za kibinadamu. Wamepokea wengine virushwa na vitu mbalimbali, wamekataa kusema ukweli. Mungu ameinuka kwa namna nyingine sasa. Anatumia wanyonge kuhakikisha nchi hii inarudi kwenye mikono ya Mungu. Haya ni mapigo. Litatoka moja, litakuja lingine. Litatoka moja na lingine mpaka Mungu asimame. Maana hakuna anayeweza kukaa kwenye kiti hicho bila mapenzi ya Mungu. Nilipata kuona maono haya ya kuhusu saa ya utawala wa sasa, ambao si mazuri. Ni mabaya sana. Ni maovu sana. Kwa maana mara kadhaa tumeweka maonyo ambayo Mungu ametaka muyafate, mmekaidi. Nilipata kuona katika mji mmoja. Katika mji huo kulikuwa kuna wauzaji wawili ambao walikuwa wakiuza saa. Saa hizo zilikuwa ni za rangi ya njano, rangi ya kijani, na mikanda yake ni myeupe. Zile saa sio za mshale, ni zile saa zinazoonyesha namba kabisa. Saa zile kwa wakati huo wanapoziuza zilikuwa zinasoma. Watu wengi walienda kuzinunua. Walizinunua. Hata wanunuzi wakawa wengi na wauzaji wakazidiwa na wanunuzi wale. Nami nikavuka mahali hapo. Baada ya muda nikaona wote waliozinunua zile saa wakawa wanarudi katika mji ule kuzirudisha. Nami nikawauliza ni nini? Wakanionyesha saa. Wakasema ona, haisomi tena. Haionyeshi chochote. Hatujui ni saa ngapi. Haina majira tena. Kumbe ilikuwa nzima kwa muda tu. Wakairudisha, kila mmoja akilaumu, akiwa na ghadhabu, wengine na vifaa vyao, wengine na silaha zao, wengine na kila kitu, ya kwamba tunarudisha. Hatutaki tena, saa zenu ni mbovu. Mmoja kati ya aliyouza, kutokana na msongamano ule mkubwa na hamasa ya watu kurudisha, wakitaka na pesa zao, wakitaka na mali zao ambazo wametumia kununua saa, alikimbia. Lakini pamoja na hayo, wale watu wakazitupa zile saa pale pale mahali walipozinunua. Lakini mmoja niliona akizipokea, lakini naye alizidiwa, naye akashindwa kuwarudishia gharama ya waliotumia kununua hizo saa. Ni wazi kuwa Mungu hawataki tena. Ni wazi kuwa Mungu atawatoa kwa nguvu ya watu.
ambao nyinyi mnadhani ni wajinga sana. Nyinyi mnadhani wamekuwa wajinga wa kurubuniwa kwa baiskeli, wa kurubuniwa kwa vitenge. Sio hawa. Hawa Mungu ametia nguvu na uvuvio wa kimungu ndani yao. Watasema na kutenda tofauti na mlivyozoea. Watainuka na kusimama tofauti na mnavyowajua. Nishazoea ukifanya hivi na hivi wamekaa kimya. Sio leo. Leo Mungu ameinuka, maana hii ni nchi ya agano. Mtakao kimbia, mtakimbia nyinyi. Maana wengine asikia tayari mali zenu umeanza kuhamisha na watoto wenu nje. Hiyo ndio nguvu ya Mungu anayoiandaa. Mapigo ya Mungu kwa waovu yanakuja mengi. Usidhani yanaisha, ndo yanaanza. Bado atapigwa moja mpaka lingine, mpaka mseme ya kuwa Mungu ni Bwana. Mpaka useme mapenzi ya Mungu yatawale. Mpaka useme Mungu ashukuriwe na kuabudiwa. Huyo ndiye Mungu aliyeinuka katika nchi hii. Maana ni nchi anayoipenda sana. Nchi aliyoichagua sana. Kwa kuungana na kuzimu na maovu yenu, mnaichafua. Nchi ambayo Mungu ameagiza lijengwe hekalu hapa. Hekalu la 3 la Sulemani. The third temple of Solomon. Linatakiwa lijengwe hapa. Kiti cha enzi cha Mungu kipo hapa. Sanduku la agano liko hapa. Mjumbe wa agano duniani yupo hapa. Sio nchi ya kufanya uchafu na uovu. Kwa hiyo kila anayekwenda kinyume na maagizo ya mjumbe huyu, malipo yake ni kifo. Hakuna kingine. Ni kifo mtakachotafuta. Na mapigo hayo ambayo mwanzo mlishazoea, wengine mnasoma kwenye Biblia mkayakuta. Kulikuwa na nzige, kulikuwa na damu, kulikuwa na vitu mbalimbali. Sasa vinakuja kwa namna usioijua. Mtatoka na kufa kwa namna msioijua mpaka wote muishi. Maana mnajua uovu huu wanaofanya viongozi wenzenu, mnaujua kuanzia makamanda na baadhi ya wanajeshi na maafisa wa usalama, na mnatumika kuwadhuru na kuwanyang'anya haki wale wanyonge. Mmekaa kimya. Pesa ndio imekuwa kiziba mdomo chenu. Vyeo ndio kitu ambacho kimewafanya mridhike, hata kuona sawa tu wenzenu wanapokufa na kuuawa. Sasa mtakufa nyinyi. Kila mpango mnaotengeneza kabla haujawafikia wanyonge wale, utawafikia nyinyi. Kabla ya kuwaua wale ambao mnawatarajia, mtakufa nyinyi. This is a power of God ambayo ipo mahali hapa. Ndio hayo ambayo Mungu anataka kuyatenda, na tayari anayatenda katika nchi hii. Ule msimu na wakati wa uovu umekwisha. Yale majira ya kwenda kwa kawaida yamekwisha. Sasa kila kitu, atakayekaa kwenye kiti ni yule tu aliyepakwa mafuta na mjumbe wa agano Nabii Musa. Otherwise you will die. Mungu awabariki sana.